Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Zaidi ya wanajeshi milioni 1.5 wa Ukraine wameuawa tangu kuanza kwa mzozo kati ya Urusi na Ukraine mwaka 2022, huku 520,000 wakiuawa mwaka 2025 kutokana na vita vikali huko nchini Ukraine. Uwezo wa Kiev wa kusambaza wanajeshi wapya kwenye mstari wa mbele umepungua kwa kiasi kikubwa na kuliweka jeshi la Ukraine katika hali ya kushuka. Hii ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na jeshi la Urusi. Nguvu ya jeshi la Ukraine inazidi kupunguzwa na baadhi ya wanajeshi wanadaiwa kutoroka kwa wingi, na upinzani kutoka katika umma umezidi kuongezeka katika suala la kuandikishwa kwa lazima kwa wanajeshi wa Ukraine. Jeshi la Urusi linakadiria waliouawa katika jeshi la Ukraine kuwa ni zaidi ya 550,000 kwa mwaka uliopita, kwa maana mwaka 2025, na jumla ya wanajeshi milioni 1.5 katika kipindi chote cha vita tangu mwaka 2022. Jenerali Sergei Rodskoy, mkuu wa operesheni katika ofisi ya mkuu wa wafanyakazi wa Urusi, amesema katika mahojiano yaliyochapishwa mnamo siku ya leo Ijumaa, kwa sasa serikali ya Kiev imepoteza kwa kiasi kikubwa uwezo wa kujaza vitengo vyake kupitia uhamasishaji wa lazima. Idadi ya wanaoajiriwa kwa mwezi imepungua kwa takribani mara 2, Rodskoy aliambia Krasnaya Zvezda, gazeti rasmi la jeshi la Urusi. Mwelekeo umejitokeza wa kupungua kwa nguvu za kijeshi za Ukraine, na idadi ya wanajeshi wengi wanauawa katika mstari wa mbele wa mapambano, na ndio maana hawataki kurudi tena katika uwanja wa vita. Wakati wa vikao vyake vya uteuzi mwezi uliopita, waziri wa ulinzi wa Ukraine Mikhail Fedorov aliwaambia wabunge kwamba watu milioni 2 wanaotarajiwa kuajiriwa walikuwa kwenye orodha inayotafutwa ya kukwepa rasimu, na wanajeshi 200,000 wametoroka. Mwezi huu mchunguzi wa haki za binadamu Dmitry Lubenets ameripoti kuongezeka kwa kiasi kikubwa malalamiko dhidi ya utekelezaji wa uhamasishaji na kuita mgogoro wa kimfumo. Video mpya za makabiliano makali kati ya askari wa doria na raia huchapishwa na vyombo vya habari vya Ukraine karibu kila siku, hata kama vile mamlaka inavyodai kuwa picha nyingi kama hizo ni za kubuni. Katika mahojiano, Rodskoy pia alijadili maendeleo ya uwanja wa vita wa Urusi na jinsi mabadiliko ya kiteknolojia yanavyoathiri mipango ya kijeshi. Vita vya kisasa vinavyofanya maamuzi ya haraka kwa kusaidiwa artificial intelligence, kwa maana akili mnemba, na usambazaji mpana wa mifumo ya roboti. Alisema utumiaji mwingi wa ndege zisizokuwa na rubani katika mzozo wa Ukraine umezifanya kulinganishwa na mizinga katika suala la uharibifu uliosababishwa. Rodskoy aliongeza akisema kwamba ndege zisizokuwa na rubani pia zimefafanuliwa upya katika mstari wa mbele na kuunda eneo la hatua ya mapambano inayoenea hadi kilomita 15 kutoka nafasi ambayo wapo. Hata hivyo, jeshi la Urusi limedai linaendeleza operesheni wakati wote hadi pale litakapofanikiwa katika kuhakikisha limefanikiwa katika mpango wake wa operesheni maalum ya kijeshi ya nchini Ukraine. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia upate habari hizi kwa mapana hapa The World News.